wakati wako wa mafanikio ukiwa haujafika, unaweza ukafanya vitu vyote sawa, ukafanya vitu vyote sahihi kabisa, lakini ukashangaa mtu mwingine ambaye ana usahihi kama wewe, unashangaa kwamba yeye mwenyewe ndiye anafanikiwa, kwa sababu huyu mtu tofauti yake na wewe ni kwamba ako katika zamu yake, katika wakati wake, lakini wewe hauko kwenye zamu yako. Mhubiri anasema kwenye kitabu cha Mhubiri 9:11 ya kwamba lakini wakati na bahati zinawapata wote. Anasema sio wale ambao wako na mbio, wako na uhakika ya kwamba watashinda kwenye michezo, sio wale hodari eti kwamba watapigana vita washinde, sio wenye hekima ambao watakuwa na mali, lakini anasema wakati na bahati zinawapata wote. Kwa hivyo tofauti ya maskini na tajiri si kwa sababu huyu maskini hajasoma. Hapana. Si kwa sababu huyu maskini eti kwamba hajapata ama Mungu hajambariki. Hapana. Maandiko yasema kwamba Mungu huwa anagawa wakati na anagawa bahati kwa kila mtu. Sasa tofauti ya maskini na tajiri ni kwamba huyu maskini alipata wakati wake, alipata bahati yake, alipata opportunity yake, nafasi yake ya kuonyesha kile ambacho anafaa kukionyesha ama kile anafaa kukifanya, alipata wakati wake, lakini ule wakati hakuutumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitoshi tu mtu kuwa katika zamu yake, haitoshi tu mtu kuwa ako na opportunity kwenye maisha yake, lakini hiyo opportunity umeipata, unaitumia namna gani? Ndio maana mhubiri anasema ninaona chini ya jua ya kwamba wanaokimbia sana sio wenye ambao wanashinda katika michezo, yaani wanaotia bidii sana. Ndio maana utaona watu wanaotia bidii sana mara nyingi wanakuanga na tabia ya kutofanikiwa katika maisha, kwa sababu huyu mtu anatumia mwili, wakati ule kuna mtu mwingine ambaye uko na hekima ya kujua kwamba wakati wangu ukifika nitafanya nini. Kati ya maombi ambao unafaa kumuomba Mungu sana ni kwamba kwenye zamu yako, kwenye wakati wako, Mungu akujulishe cha kufanya na namna ya kukifanya. Maana watu wengi huwa wanaharibu muda wakiwa wanafanya vitu, lakini zamu yao ikifika unashangaa kwamba huyu mtu ana relax. Anaona kwamba pesa imeanza kumwagika, ana relax. Kumbe huu ndio wakati ambao alifaa kukusanya pesa, ndio wakati ambao alifaa kuchukua hiyo opportunity imsaidie katika maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 9 na mstari wa 4, Yesu anasema hivi: inanipasa kufanya kazi ya Bwana maadamu ni mchana, usiku waja. Yesu anasema hivi, inanipasa mimi nifanye kazi ya Baba yangu ambayo ilinileta hapa duniani. Maana anasema usiku unakuja. Wajua wakati usiku ni wakati ambao hauna ufahamu, ni wakati ambao uko kwenye giza, ni wakati ambao hata nuru yenyewe haikusapoti kwenye kile unakifanya, ni wakati ambao njia yako imejaa giza, hauwezi ukaenda tena, unabakia kulala tu, unabakia kupumzika. Yesu anasema ya kwamba inanipasa kufanya kazi ya Baba yangu maadamu ni mchana, maana usiku unakuja. Oh my God. Kuna mtu ambaye ako kwenye mchana wake ananisikiza kwa saa hii, na badala utumie mchana wako katika kupiga hatua, utumie mchana wako kukimbia sana, utumie mchana wako ili kufanikiwa, unashangaa kwamba ndio wakati umelala. Shetani yako na tabia ya kutia usingizi ndani ya mtu wakati ule ni zamu yako ya mafanikio. Yesu anasema inanipasa nifanye kazi ya Baba yangu maadamu ni mchana, maana usiku unakuja. Anasema kuna wakati nitaenda kwa Baba kupumzika. Anasema kuna wakati nitakuwa nateswa msalabani. Anasema kuna wakati ambao nitakuwa sina nafasi tena ya kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakupasa ukajua majira na nyakati. Maana kuna watu wameshindwa kufanikiwa kwa sababu majira wamekosa kuyajua. Na sio majira tu, wakokosa kujua kutumia majira yao vizuri ambao wameyapata
Kwa mfano, ukiwa katika majira yako, hata kunguru atakuletea chakula. Kwa hivyo mara zingine kuna wakati kunguru wanaweza wakaja ukawafukuza, kumbe yule kunguru alikuwa amekuletea chakula. Ulikuwa kwenye zamu yako, kunguru akatumwa na Mungu ili kukuletea chakula, ila wewe ukamkimbiza. Kwenye zamu yako, kila mtu anayekuja katika maisha yako, kila mtu ambaye unayemuona mbele yako, ni vizuri ukamuuliza Roho Mtakatifu, huyu naye amekuja kufanya nini? Maana kuna watu ambao Mungu atawaleta, wanaitwa supporter company. Kuna watu ambao Mungu anakuzungushia ili kwamba wafanye wepesi kwenye zamu yako. Kuna watu ambao Mungu anakuletea ili kwamba wapate kukufanyia wepesi kwenye kile ambacho unakifanya. Sasa kwenye wakati ule ambao sio wakati wako, ndio wakati ambao unafaa kufanya maandalizi ili kwamba zamu yako ikifika ukapate kufanikiwa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anayekuja kwenye maisha yako ukiwa katika zamu yako, ujue mtu anakuanga ni fursa. Ni fursa ya namna gani utajijua mwenyewe. Maana mimi mwenyewe siwezi nikakueleza kakwambia ati huyu mtu akija hivi atakuwa ni hii fursa. Hapana. Kila mtu ambaye Mungu anamleta kwenye zamu yako ama wakati wako ukifika, yule mtu anakuanga ni mlango wa mafanikio. Anaweza akawa ni mtu mdhaifu tu, anaonekana hivi, lakini kuna ile fursa, kuna ile nafasi, kuna kile ambacho amekibeba. Inawezekana asikuletee pesa, lakini akakuletea kitu kingine ambacho kitakuvusha katika hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa huko katika wakati wako, usilazimishe mambo yatokee, maana utachoka bure. Fanya kile ambacho unafaa ukifanya kwa wakati ule, maana wakati ule ambao hauko kwenye zamu yako, kuna kile kingine ambacho pia unafaa ukifanya. Wakati wako nimesema kwamba kuna watu wanaitwa supporter company, watu ambao Mungu atakuzungushia ili kwamba wakapate kufanya nini? Kukupa kufanikiwa kwa haraka. Wajua, nimechunguza nikakuja kuona kwamba kati ya watu ambao wanafailisha watu katika zamu zao ni wazee ama watu ambao walifanya kazi huko nyuma. Huyu mzee anataka ufanye mambo katika ama vile ambavyo walifanya mambo katika zamu yake, kumbe mambo huwa yanabadilika. Unajua, maisha ni mfululizo wa mabadiliko. Wazee wa zamani walikuwa wanapata mali kupitia kwa kukusanya ng'ombe wengi, walikuwa wanapata mali mashambani, walikuwa wanapata mali kupitia kwa kuwa na viwanja, kununua viwanja, vitu kama hizo. Lakini siku hizi kuna namna zingine ambazo zimekuja, ambayo hiyo namna ukitumia labda itakufanikisha hata zaidi kuliko ile namna ambayo ungetumia ya zamani. Kwa hivyo kwenye zamu yako ni vizuri ukajua haya majira ambayo umeingia ndani yake ni nini ukifanya ndio ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nimalizie. Vitu vingi unavyotafuta vinahitaji majira. Hivyo vitu vingi ambavyo unang'ang'ania leo hii vinahitaji majira. Na kama ukijiandaa vizuri na ukatia bidii wakati ule ambao ni sahihi, ujue kwamba hivyo vitu ambavyo unavitafuta, ama ukifika wakati wa hivyo vitu utakaa navyo mpaka utavichoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Namba 3 nikimalizia ni kwamba usilazimishe kupata kitu nje ya majira. Maana hicho kitu mara nyingi kinaweza kikageuka kuwa laana kwa maisha yako. Kwa mfano, kuna mtu leo hii anaomba akuwe na gari, aendeshe gari. Wajua huyo mtu si vibaya, lakini Mungu akiangalia anaona huyu mtu hata ana paki. Maandiko yanasema baraka za Mungu utajirisha na wala haichangamani majuto nayo. Kwenye kile kitabu cha Mithali 10:22. The blessings of the Lord make the rich. Inakufanya uwe tajiri na haina kujutia. Hiyo baraka ambayo umeipata, kuna uwezekano unajutia kwa sababu umeipata nje ya muda wake. Ni vizuri ukangojea Mungu akakupa kitu kwa majira yako
hata kama ni vingumu kungojea.